rafiki yangu, kutapeliwa hela kubwa, lazima uchanganyikiwe, maana bila msaada wa wazazi nyumbani kujilipia unaenda kufeli. Kwa hiyo nilikuwa na wateja wengi na biashara ilikuwa nzuri, lakini baada ya tukio hilo biashara imeharibika, umeona, na siko nayo tena. Katika sehemu hii ya 3 tunaendelea tulipoishia. Sehemu kubwa ya watu tuliozungumza nao baada ya kununua bidhaa mtandaoni wametapeliwa kwa mfumo wa utapeli unaofanana, licha ya kutapeliwa na matapeli tofauti waliopo mikoa tofauti. Idadi ya wanaotapeliwa hapana shaka inazidi kuongezeka. Pia kwa mujibu wa uchambuzi wa maoni wa watumiaji wa mitandao katika baadhi ya akaunti zinazotuhumiwa kutapeli, kwa kuwa hakuna taarifa sahihi za namna ya kuwabaini na kukabiliana nao. Hata baada ya kutapeliwa, sehemu kubwa hawaripoti polisi kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo wanachodai mlolongo mrefu wa kuandikisha jarada na watuhumiwa kutokuchukuliwa hatua kwa haraka, jambo linalofanya mamlaka zikose taarifa sahihi na kuwachukulia hatua wahusika. Ukweli nilijiona kuwa mnyonge tu, nikaona ni kama mtu anayeibiwa ndani. Umevamiwa, umeshaibiwa, basi hilo limepita. Sikutaka kuchukua hatua nyingine nzito ya kwenda kufuatilia, kwa sababu kwanza nilijiona mimi kama mjinga fulani hivi, lakini bado nikajiona kwamba kwenye dunia hii kuna kupata na kupoteza. Nikajiona kama nimepoteza. Sikutaka hata kuhangaika kwenda polisi, maana nilijua kwamba nitaenda polisi nitaambiwa nenda hapa, rudi huku, nenda huku, mambo mengine ya kwangu yatasimama. Kwa hiyo nikajiona tu kama mtu aliyepoteza. Simu ambayo nilikuwa nimeambiwa, alikuwa ameniambia Infinix 12. Kwa hiyo gharama ambayo alikuwa amesema kwamba inanunuliwa kiasi cha shilingi 320,000. Mimi nilimtumia 1,500,000, kwa maana kwamba baadaye nitakuja kumalizia nyingine, mzigo ukiwa tayari umeshafika pale nitakapoenda kuupokea. Ukweli ni kwamba sheria ni kali, lakini utekelezaji wake ni buto. Utapeli wa mtandao ni kosa la jinai na lenye madhara makubwa kwa wanaotapeliwa na uchumi wa nchi kwa ujumla. Sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 inazuia matumizi haramu ya mtandao kufanya utapeli wa mali, na iwapo mtu akikutwa na hatia atapigwa faini isiyopungua shilingi milioni 20 au mara 3 ya thamani ya faida iliyopatikana kinyume cha sheria, au kifungu kisichopungua miaka 7 au vyote kwa pamoja. Baadhi ya wanasheria wanaeleza kuwa vitendo vya utapeli vinaendelea kwa kuwa kuna udhaifu mkubwa katika utekelezaji wa sheria ya makosa ya mtandao. Wakili wa kujitegemea Moses Basila ameambia Nukta TV kuwa sheria ya makosa ya mtandao ina adhabu kali, lakini haijadhibiti kikamilifu makosa ya mtandao kutokana na changamoto kubwa zikiwemo za mamlaka za kisheria, utekelezaji na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Kwa hiyo kwa kifupi, hizi sheria zetu nafikiri hata 50% sina ujasiri wa kusema kwamba inafikia katika udhibiti wake, kwamba nina mashaka kusema hata zinaweza kudhibiti cyber crimes hata kwa 50%, even below that. Kwa makosa yanayojitokeza yanayoendelea, sheria ni kali, adhabu ni kali, lakini wahalifu kila siku wanakuja na mbinu tofauti. Changamoto ya sheria yetu inaangalia kwanza jurisdiction, kwa eneo la mamlaka. Huyo aliyefanya hilo kosa yuko wapi? Kama wote ni Watanzania na wako Tanzania, anapaswa mahakama zetu zina mamlaka ya kumchukulia hatua. Kutokana na uwepo wa mianya hiyo ya kisheria, Basila anashauri serikali kuimarisha matumizi ya mbinu za kidigitali katika kuwatambua na kuwakamata wahalifu. Sambamba na hilo, anahimiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari wanapofanya manunuzi kupitia mitandao ya kijamii, hususan kuepuka akaunti zinazolazimisha malipo kabla ya kupokea bidhaa. Ni ukweli usiopingika kuwa utapeli unaua biashara halali mtandaoni. Kuongezeka kwa utapeli wa biashara za mtandaoni kuna athiri wa Tanzania wengi wanaotegemea mtandao kuuza bidhaa zao kupitia mitandao ya kijamii au tovuti ili kujiingizia kipato. Uaminifu ni moja ya kigezo muhimu kinachochochea tayari wa watu kununua bidhaa mtandaoni na kuchochea uchumi wa kidigiti. Tatizo hili si tu linaikumba Tanzania, bali mataifa mengi duniani.
Utafiti uliofanywa na mhadhiri Dewi Pustarini na wenzake wa chuo kikuu cha Katali Insan Sindikia mwaka 2021 nchini Indonesia ulibaini kuwa kuongezeka kwa udanganyifu kunashusha utayari wa watu kununua bidhaa na huduma mtandaoni. Kulingana na ripoti hiyo ijulikanayo kama hatari ya utapeli na imani katika nia ya kununua bidhaa mtandaoni, sehemu kubwa ya utapeli unaofanyika ni wauzaji kutopeleka bidhaa au kupeleka bidhaa yenye ubora hafifu, tofauti kabisa na inayoonekana kwenye picha. Iwapo utapeli huo hautadhibitiwa, Watanzania wengi hususani vijana watapoteza mali na ajira, hali itakayoathiri uchumi wa nchi, hususan katika kipindi ambacho nchi nyingi duniani zinatumia fursa ya uchumi kidijiti. Karibu Garugano, mwanzilishi wa kampuni ya Neurotech Africa inayomiliki jukwaa la bidhaa mtandaoni linalotumia akili unde kupitia WhatsApp Gara, anasema uwepo wa matapeli wa mtandaoni umesababisha kupungua kwa uaminifu miongoni mwa wateja, hali inayodidimiza wafanyabiashara wachanga. Hii mambo ya utapeli imeua massive of the trust that kwenye market zingine haipo, sivyo? Huku people wameshapitia a lot of issues za kutapeliwa, kiasi kwamba ukimtumia mtu, kwa mfano unafanya biashara umeona, sivyo? Kama biashara ukimuzia mfumo, ukimtumia DM WhatsApp ukamwambia tuna mfumo wetu usaidia kuuza WhatsApp, anakutukana, alisi ni tapeli. Unajua anasema kama mimi sikupe la zangu, wewe ni tapeli. Kumbe some point kuna watu wanataka tuwasaidia wanauza e-books, kuna watu ambao they using a platform to sell e-books online. So we went on Instagram, Google tunauza e-books kwa DM, tunatumia like cold messaging, sivyo? We have a platform ambayo tunaweza kushare kuuza mfumo, lakini asilimia 70 ni matusi, kwamba it's not working at all, sivyo? It's working, lakini ina hizi baggage ambazo kwenye market zingine hamna, unajua, ambazo caused by this online utapeli ambao wametapeliwa sana, kiasi kwamba the only delivery which works in Tanzania ni pay on delivery, ambao people hawalipi mapema. Kwa sasa anasema mfumo pekee unaoaminika zaidi na wateja wengi ni ule wa kulipia bidhaa baada ya mzigo kufika, utaratibu unaoongeza gharama za uendeshaji iwapo wateja watarudisha bidhaa au kutokupokea tena simu baada ya kupelekewa mizigo. Hata hivyo, Walugano anasema mfumo huo unachukua muda mrefu kwa wateja wengi kukamilisha malipo, hali inayochelewesha mzunguko wa biashara. Nchini Tanzania, licha ya kutokuwepo takwimu za moja kwa moja kuhusu kiwango cha utapeli wa bidhaa mtandaoni, ripoti ya takwimu za uhalifu wa matukio ya usalama barabarani ya mwaka 2024 inabainisha kuwa utapeli wa mtandaoni umeongezeka kwa zaidi ya mara 2 ndani ya mwaka mmoja, kutoka matukio 57 mwaka 2023 hadi matukio 137 kwa mwaka 2024. Ripoti hiyo iliyotolewa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS na Jeshi la Polisi inaeleza kuwa matukio ya utapeli wa fedha kwa kutumia mitandao ya simu au kutoa fedha kutoka benki na kwenye mashine za kutolea pesa ATM nayo yaliongezeka kwa asilimia takriban 10 ndani ya mwaka mmoja. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, matukio ya utapeli wa fedha yalifikia 491 Disemba 2024 kutoka 3731 yaliyoripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2023 na kusababisha watu kutapeliwa shilingi bilioni 5.3, huku watuhumiwa 465 wakitiwa mbaloni. Mkuu wa mawasiliano na uhusiano wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, Rolf Kibaja, anasema wananchi wote wanaotapeliwa wanapaswa kuripoti kesi zao kwa Jeshi la Polisi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria. Huku Jeshi la Polisi likieleza kuwa utapeli wa bidhaa mtandaoni na mwingine kama huo unaongezeka Tanzania na duniani kote kutokana na mabadiliko ya haraka ya teknolojia yanayoleta mbinu mpya za kihalifu. Mkurugenzi wa kitengo cha uhalifu na makosa ya mtandao ya Jeshi la Polisi Joshua Mwangasa aliambia Nukta TV kuwa wanafanya jitihada mbalimbali kukabiliana na utapeli huo, ikiwemo kujenga uwezo wa wataalamu wa ndani kuhusu mbinu mpya za uhalifu pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kupitia kanda za kipolisi ikiwemo Dar es Salaam na Mwanza. Miongoni mwa njia wanazotumia kuwajengea uwezo wataalamu hao ni pamoja na kuwapa ujuzi wa namna ya kuitumia teknolojia vyema na kuijua kwa kushirikiana na wadau wengine muhimu kama TCRA. Pamoja na hayo, Mwangasa anasema wanafanya doria mtandaoni ili kubaini mapema vitendo vya uhalifu na kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria wale wote wanaokutwa na hatia.
Kwa hiyo viashiria tunakuwa rahisi mapema kuweza aidha kuzuia au kujulisha counterpart wetu kwamba kuna hiki na hiki na hiki inaendelea. Kwa hiyo viashiria vipo vya kujibu amani au labda uhalifu unataka kufanyika. Kwa hiyo tunajaribu kuzuia mapema. Kwa hiyo tunataka tuweke anga la kimtandao liwe salama, tunachukua hatua mbalimbali. Lakini hatua nyingine ni kuweza kuwa kwa mujibu wa sheria, kwamba mtu anapofanya uhalifu, anapofanya kosa, kwa mujibu wa sheria tutaweza kueleza, tunapeleka mahakamani. Kwa hiyo tunaigo sheria kwa mujibu wa sheria. Aliyekuwa waziri wa mambo ya nje kabla ya kutenguliwa kwake, George Simbachawene, aliagiza jeshi la polisi kuelekeza nguvu zaidi mtandaoni ambako kumekithiri vitendo vya utapeli, akiwataka kuchukua hatua za mapema. Nichukue nafasi hii kusema juu ya umuhimu wa jeshi letu la polisi kwa ujumla kwenda kwenye mahala ambapo wananchi wetu wengi wanaumizwa. Mahala ambapo wanaumizwa zaidi ni kwenye makosa ya kimtandao, ambapo kwa nguvu yao wao hawana uwezo wa kupeleza, hawana uwezo wa kumjua aliyemwibia, isipokuwa sisi kama serikali ndio wenye uwezo huo. Mtazamaji wa Nukta TV, na hii ndo sehemu yetu ya mwisho ya mfululizo huu wa makala yetu ya utapeli mtandaoni. Ni matumaini yangu kwamba utakuwa umejifunza mengi. Niliyekuletea makala hii ni mimi Fatuma Hussein, mtayarishaji si mwingine ni Goodluck Gustav. Usisahau pia kutembelea tovuti yetu ya www.nukta.co.tz na katika mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram, TikTok na X, kote kwa jina la Nukta TZ.